Mtu mwingine lam nakun nut'imul miskin, aina ya pili ni yule mtu ambaye analimbikiza yeye kwake kwa kuondoa kwa wengine, ambaye huyu anaingia katika mapote mengi, anaingia kwenye hasad, anaingia kwenye choyo, anaingia kwenye yani mambo ya kufitinisha, anaingia kwenye mambo tofauti tofauti kwa ajili ya kuilimbikizia nafsi yake. Anachotaka yeye kwamba yeye awe katika utofauti kamilifu na wengine. Kwa hiyo hata itakapotokezea mtu ambaye pengine anatarazak na yeye kwa lolote, labda kwa biashara au kwa kutawakal kwa chochote, kazi, vyovyote itakavyokuwa, kaajiriwa, ajira, anapata mshahara, lakini ikawa ana hikdi ndani ya moyo wake. Kwa nini kapata? Kwa nini itakuwa hivi? Hikdi hile inampelekea kwenda kufanya mingine, amfitinishe. Wengine nafikia kwenda kufanya hiyo mambo ya ushirikina, kuroga. Mwingine nafikia kwenda kumsababishia mwingine labda aondoshwe kwenye ile sehemu yake ya riziki, kama kufutwa kazi au kufungiwa sehemu ya duka labda ya biashara na mingine. Ikawa yeye ndio mtu aliyesimama kidete, huyu asipate, asinyanyuke, asije akanifikia mimi nataka kuwa top ya wote. Huyu naye atakuwa katika lam nakun nut'imu almiskin. Mwingine ambaye labda atakuwa ni masul, mtu katika sehemu kazi, bosi, mkuu wa chochote, ikawa yeye anaweka zaidi maslahi yake mbele, maslahi ambayo yanawadhuru waliokuwa chini yake bila yeye kujali. Kaekwa, bwana wewe ndio utakuwa mkuu wa hapa, mkuu wa bodi hii ya mambo ya kodi na nini. Basi hapa tena yeye anajua ni kuongeza percent, itakuwa percent ngapi, itakuwa hichi ngapi. Haangalii itaathiri vipi waliokuwa huku chini, waliokuwa chini yake. Pandisha, weka, nitapata faida fulani, nitapata faida hii, itakuwa percent gani, itakuwa percent gapi, itakuwa percent ile. Wanaopeleka zile percent ni wale wa chini yake, naye ni katika lam nakun nut'imul miskin. Hakurai, hakuchunga zile hali za waliokuwa chini yake.